Ukiona huoni cha kufanya, sio kwamba hakuna cha kufanya, ni kwa sababu umezuiliwa kuona cha kufanya. Yaani ukiona huoni cha kufanya, si kwamba hakuna cha kufanya, ila ni kwa sababu umezuiliwa kuona cha kufanya. Sasa ulimwengu wa roho iko hivi hivi. Unaweza kujiona una muda, unaweza kujiona huoni la kufanya. Umezuiliwa usione la kufanya. Sasa lazima Bwana atusaidie. Yako mambo, yako maeneo ambayo wakati mwingine tumeshindwa kuyatambua, ambayo hayo maeneo right, kama tungefanikiwa kuyaona, right, kama tungefanikiwa kuyafanya, maisha yetu yasingekuwa vile vile. Hayo maeneo au hivyo vitu vingine vimefungwa katika fungu la muda, fungu la miezi, fungu la wiki, fungu la miaka, ambalo linaweza likaamua final destiny ya maisha yetu. Linaweza likaamua maisha yetu ya mwisho yaweje. Usisahau nilikotokea. Nimesema hivi, kuna mtu mwingine anafikiri yeye kufanikiwa kwake anahitaji mtaji. Kuna mtu mwingine anafikiri yeye kufanikiwa kwake alikuwa anahitaji sana elimu, awe amesoma shahada sijui ya nini na nini, ndiye anaona ndiye angekuwa amefanikiwa. Sasa yamkini hicho ninachokizungumza ni final destiny, ni final success, ni mafanikio ya mwisho. Ili kuyafikia haya ya mwisho, maana yake si yana hatua, yana madaraja. That's why nikakwambia hivi, kila phase, kila hatua, ili utoke hiyo hatua uende hatua nyingine, kuna kitu unachotakiwa kukifanya ili utoke hapo. Yaani kuna kitu ambacho Mungu anatakiwa akufunulie ukifanye ili utoke hapo. Sasa unapotoka hapo, maana yake unaenda hatua nyingine, unaenda hatua nyingine, unaenda hatua nyingine, unaelekea kwenye hiyo final success. Unaelekea kwenye yale mafanikio makubwa. Sasa ili uelekee huko, unapiga hatua, kuna kitu ambacho unakihitaji, ambacho wakati mwingine sio hicho ambacho wewe unakijua. Na mara nyingi nimekuambia kwamba mara nyingi vinakuwa ni vitu vya kawaida vidogo vidogo. Yaani kuna mtu alishindwa kuinuliwa kwa sababu tu mtu alipomwangalia alimuona mzembe. Yeye alikuwa anajua kwa sababu ana elimu basi ameshatoboa. Yeye alikuwa anafikiri kwa sababu ana mtaji basi ametoboa. Kumbe una mtaji lakini una kiburi, hujui kuongea na wateja vizuri. Lakini una mtaji unao. Yaani yeye alijua ni kwetu na mtaji nimemaliza. No. Biashara iko hivi. Biashara ni pamoja na kuongea na watu vizuri. Kwa mtaji hautoshi. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Lazima ufanikiwe kukipata unachotakiwa kukipata. Lazima ufanikiwe kupata, lazima ufanikiwe kutafuta na kukipata unachotakiwa kukipata. Watu wengine wanapata vitu lakini sivyo walivyokuwa wanatakiwa wavipate, wala sivyo ambavyo vinawafanya wakose kuwa na vitu fulani. Hicho unachokiona haunacho, Mungu aingilie kati, akuoneshe unachotakiwa kukitafuta. Kwa sababu yamkini wewe una majibu ambayo sio sahihi, na ndio nguvu kubwa umewekeza hapo, lakini Mungu anajua kabisa huko sio, na yeye hayuko huko. Angalia Luka 10:41 mpaka 42. Luka 10:41 na 42. Neno la Mungu linasema, Bwana akajibu akamwambia Martha, Martha. Bwana akajibu akamwambia Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Kuna kitu kimoja kinatakiwa. Sasa ukiangalia hapo, Yesu anamwambia Martha, 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 unasumbuka na vitu vingi. Ukisoma vizuri hapo, hivyo ambavyo Martha alikuwa anavisumbukia kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Yesu mwenyewe. Si kama nielewa hapa. Yaani huyu Martha alivyokuwa anavisumbukia, alikuwa anavisumbukia kwa ajili ya Yesu.
Na wewe ni kweli unavyovisumbukia ni kweli unasumbukia ili ufanikiwe, uwe tajiri, uwe mtumishi mkubwa, kanisa liwe kubwa, watu wajae kanisani. Well and good. Biblia inasema Martha, unajihangaisha na mambo mengi, lakini yale ambayo Martha anajihangaisha nayo, alikuwa anajihangaisha nayo kwa ajili ya Yesu. Anaenda huku, anajua Yesu anapenda bilinganya, analeta bilinganya, anaondoka tena, aenda kuchukua kingine. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Mariamu, chenye kimekaa tu kwenye mapaja ya Yesu, hakiondoki pale. Ungeweza wewe kusema Mariamu alikuwa mvivu, na ndio maana kuna watu pia wanajichosha katika kufanya mambo mengi, lakini sio ambayo yanahitajika ili wao wapige hatua. Ungeweza kusema Martha ni vivu, maana lenyewe tu Yesu alipoingia kwenye ule mji, Martha akakaa kwenye mapaja ya Yesu, akatulia pale. No, Mariamu akatulia kwenye mapaja ya Yesu, amekaa pale. Martha sasa yeye ndo mkarimu sana sasa. Anaenda bilinganya, anaenda kuleta pineapple soda, anasema Yesu utakuwa unahitaji tu kaugali kaudaga, analeta kaugali kaudaga, anaenda kuleta. Alihangaika akitaka kuhakikisha anamuonesha Yesu upendo wa kila namna. Daudi anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Neno moja. Martha alifanikiwa kulipata neno moja, kwamba nacho kihitaji ni kukaa magotini kwa huyu mzee wa siku. Hapa siondoki. Kama talana njaa shauri yake, lakini mimi nataka upako wake. Hapa siondoki. Mwingine huyu anaangalia, anawaza mambo ya kimwili tu. Nimletee pineapple, nimletee udaga, nimletee vimaziwa, nimletee uji. Yesu akamwambia, sikiliza Martha, unajihangaisha ndugu. Mtu mwenyewe mimi am not after food. Mimi siko kwa ajili ya chakula. Mwenzako amechagua fungu lilo jema. Bwana Yesu asifiwe. Hata maisha yetu ya kila siku yako hivyo hivyo. Yaani kuna muda tunafukuza upepo. Lakini kumbe kuna kitu kimoja waitakiwa wakitafute. Mtu mwingine anaweza kufanya kazi masaa 12, mwingine anafanya kazi masaa 19. Lakini mwisho wa siku tunaambia bwana, njoo tuangalie mezani hapa. Masaa 19 mtu amfanya kazi. Unaambia tuangalie pesa mezani hapa. Hakuna pesa. Masaa 19, masaa 18. Na mtu anaonekana anachemka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uwe mtu wa kujiassess vizuri. Jiassess vizuri. Usitumie masaa mengi unahangaika sana. Usije kama Martha wewe. Usihangaike. Fanikiwa kujua ni kitu gani ambacho unakitafuta, unachokitaka. Kwa sababu mwisho wa siku utajikuta umekaa miaka mingi, lakini hakuna ambacho unaweza ukakionesha kwenye jamii. Lakini na wewe asubuhi saa 12 unaenda kazini, jioni narudi. Unaenda kazini, jioni narudi. Kuna mtu alifikiri akipata kazi ndio atajenga nyumba, atanunua kila kitu. Kuna watu mpaka wamestaafu. Kuna watu mpaka wamestaafu. Kuna watu mpaka mfanya nini? Mpaka wamestaafu. Hawajajenga nyumba. Mpaka wamestaafu. Na mimi kuna ndugu zangu wengi mpaka amestaafu ndio anaenda kujenga nyumba. Anachukua kiinua mgongo kile. Wewe yani mimi ningekuwa na kazi, nalipwa mshahara wa serikali. Swala sio kulipwa mshahara wa serikali. Hao wenzako wanafanya kazi serikalini mpaka wanastaafu. Akifanikiwa sana amejenga kinyumba cha kuzunguka hivi. Apiga helo, baadaye akafunika kama shule. Tena nazo shule za kizamani. Za siku hizi hawafanyi shule za namna hiyo. Amezungushia hivi kielo, ndiye amemaliza hapo, ametoka. Kwa swala tu sio kupata ajira. Swala ni kuwa na akili ya kubadili hicho unachokipata katika uwekezaji. Mimi nikipata ajira, yani nitatoboa. Wewe nani aliyekuambia? Kuna watu wameajiriwa ni kulalamika na kuilalamikia serikali mpaka. Yani ni kutukana tu. Utafikiri sasa tukibadilisha serikali, tukaenda chama kingine ndio watatoboa.
Wewe unatumia pesa vibaya sasa hivi, unafikiri chama kikibadilika kija chama kingine ndio utatoboa. Shetani ni yule yule anayekutafuna. Yaani ni mpaka ufanikiwe kumuondoa shetani anayekutafuna ndio mabadiliko yatatokea. Yaani wewe usimuondoe shetani anayekutafuna, unasema kwa kweli hapa ni rahisi tu ndiye anayenizuia nisifanikiwe. Yaani hata aje rahisi. Na ukiwa na akili hiyo ya kijinga, marais watabadilishwa kila baada ya miaka 10. Wewe maisha yako yako vile vile. Ni mfanyakazi unasema sasa hivi ngoja tuone awamu ya 7 sio ya ngapi. Awamu zimepita karibia 3. Kipindi cha Mkapa umekuepo. Kipindi cha Kikwete, kipindi cha Magu, kipindi cha mama, nyakati zote huko. Maisha yako vile vile. Kijumba kile kile. Yaani ulichojenga kipindi cha Mkapa ndo kile kile mpaka leo. Kwa kweli wewe amna, kuna kitu kinatakiwa kiongezeke kwako ili maisha yako yabadilike. Sema neno moja nitalitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Ninakataa kujihangaisha na mambo mengi. Liko neno moja ambalo nikijihangaisha nalo maisha yangu hayatabadilika. Sema Bwana Yesu, naomba unifunulie neno litakalo nitoa katika maisha niliyo nayo, litakalo nitoa katika mkwamo wa maisha niliyo nao. Neno moja ambalo litanitoa katika mkwamo ya maisha yangu ya kiroho niliyo nao. Neno moja ukanifunulie Bwana litakalo nitoa hapa nilipo katika jina la Yesu. Nifunulie iwe kwa ndoto, nifunulie iwe kwa njozi, nifunuliwe iwe kwa kumtuma hata mtu kwamba mimi nakwama katika hili, sio katika hayo ambayo mimi nafikiri ndiyo yanayonikwamisha. Nakwama katika hili, nakosea hapa, nafeli hapa. Natamani Bwana kupitia ibada hii ya leo katika jina la Yesu ukanifunulie kitu gani kinachoniferisha, kitu gani kinachonizuia. Natamani kufika mbali, hata kanisa kwa ujumla tunatamani tuongezeke, lakini hatujui kwa nini hatuongezeke. Mungu uliye hai, funua kila mahali ambapo yamkini tumekwama. Ulimwengu wa roho, tufunulie neno. Uliwaombea kanisa la Waefeso ya kwamba Bwana Mungu awape roho ya ufunuo. Nami ninaomba roho ya ufunuo juu ya maisha yangu. Wapi ambapo ninakwama, yamkini naweza nikaa nakwama kama Martha aliyekuwa anajishughulisha na mambo mengi. Yamkini na mimi najishughulisha na mambo mengi, lakini nimekosa roho ya ufunuo katika majira, katika fungu la miezi, katika fungu la masaa. Bwana Yesu, ninaomba roho ya ufunuo ukanifunulie, nijue wapi ninapofeli, nijue wapi ninapokwama. Ukanifunulie katika jina la Yesu, 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 ukanifunulie katika jina la Yesu. Iwe katika ndoa, iwe katika biashara, iwe kwa bali ya elimu yangu, iwe kwa bali ya ajira yangu, iwe kwa bali ya biashara, iwe kwa bali ya chochote kile, iwe kwa bali ya utumishi, iwe kwa bali ya utumishi wangu, katika jina la Yesu. Nifunulie mahali ninapokwama, mahali ninaposhindwa, nifunulie Bwana. Funua, iwe kwa njozi, iwe kwa mtu, kwa kumtuma mtu, kwa jina la Yesu Kristo. Iwe kwa njia ya mafundisho kama haya ambayo nayasikia, katika jina la Yesu. Yakafunue ufahamu wangu, yakafunue ufahamu wangu, ukafunuliwe. Maisha yangu yakafunuliwe, nikatoke kwenye hali za mkwamo nilizo nazo, nikatoke kwenye hali za mkwamo kanisa likatoke, maisha yangu yakatoke, biashara yangu ikatoke, uchumi wangu ukatoke, kazi yangu ikatoke, nikatoke kwenye mkwamo wa maisha niliyo nayo, katika jina la Yesu. Yamkini kuna kitu kidogo sana ambacho ninafeli, yamkini kuna kitu kidogo sana ambacho sikijui kwenye maisha yangu, ndicho kilicholeta mapooza, ndicho kilicholeta uharibifu, ndicho kilicholeta hali ya kutoendelea, hali ya kutokufanikiwa. Bwana Yesu, nifunulie, ondoa hilo giza,
ondoa hilo giza, ondoa hilo giza mahali hapo, ondoa hilo giza ambalo limeachilia mkwamo kwenye maisha yangu, ambalo limeachilia mkwamo kwenye maisha yangu. Ondoa hilo giza, 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 ondoa hilo giza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Neno hili lisipite bure Bwana, 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 katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, in Jesus name, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Wewe uliyeko online, basi yafanyia kazi haya. Mungu atakutoa kwenye hali ya mkwamo uliopo. Atakutokea aidha kwa ndoto, atakutokea aidha kwa namna yoyote ile. Utatoka kwenye hali ya mkwamo ulionayo. Yamkini kuna elimu fulani unaikosa, ndio ambayo imekufanya ukae kwenye hilo eneo. Mungu atamtuma mtu, atakupa elimu juu ya kitu, whether juu ya biashara, juu ya uwekezaji, ambayo hiyo elimu ukiipata maisha yako hayatakuwa vile vile. Na ikawa hivi kwako kwa jina la Yesu. Unaweza kushiriki nasi katika ibada kwa njia ya namba hizo za sadaka ambazo ziko hapo kwenye screen, na Mungu wa mbinguni na kubariki sana. Amen. Nyosha mkono wako mmoja nikuombee. Yesu, asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya wakati huu ambao Mungu umetupa neema ya kusikiliza vitu hivi, kujifunza vitu hivi. Ninakutukuza na kushukuru. Asante kwa ajili ya watu wako ambao Mungu ameendelea kujitoa kwa hiari kuja wakati huu kujifunza. Roho Mtakatifu, zidi kuendelea kuwabariki, zidi kuendelea kuwainua, ukawainue sana, ukawabariki sana, wakatoke katika kila misito, wakatoke katika kila mikwamo yoyote ya kiuchumi kwa jina la Yesu Kristo. Hawatakuwa maskini, hawatakuwa chini katika jina la Yesu. Ukawainue kuwa watu wakubwa, wakafanikiwe sana, wakainuliwe sana katika jina la Yesu. Amen. Basi Mungu